Karibu mpenzi mtazamaji katika lecture zetu ambazo tunaziendesha hapa YouTube, na leo ningependa nianze darasa jipya la namna ya kudesign Android applications. Android applications ni applications ambazo zinatumika katika simu za mkononi, zinaitwa Android applications, na hii ni tutorial number 1. So na kuomba ufuatilie madarasa yetu ambayo tutakuwa tunayaweka hapa YouTube. Ufuatilie lecture moja badala nyingine. Then hii ni number 1, itakuja number 2, number 3 na kuendelea. So katika tutorial hii ya leo tutaweza kuangalia introduction to Android applications. Of course hizi applications zinafahamika, so be familiar about software development, kwa sababu swala la kudesign applications za Android linahusiana moja kwa moja na software engineering. So be familiar about programming language. Kudesign applications za Android pia kuna husiana moja kwa moja na kutumia lugha za programming. So huwezi kuepuka swala la programming katika swala zima la kudesign applications za Android. Lakini ningependa nikutoe wasiwasi kwamba tutajifunza from the scratch namna ya kudesign applications ambazo ni interactive na driven application kwa kutumia programming language. So kisha kuna kudownload Android Studio. Hii Android Studio nitakuonyesha namna kuidownload, inapatikana free. Ni application ambayo inatumika kutengeneza, ni software inayotumika kutengeneza applications za Android. Hii ni software tu ya kawaida. So unapo design applications za Android utatumia software moja inaitwa Android Studio, of course, na hii ndio maarufu inayotumika duniani, Android Studio. Lakini pia na kuifanyia installation. So ukisha download uinstall katika kompyuta yako. So kompyuta inatakiwa iwe na RAM at least 4GB. Ndio hii software itaweza kufanya kazi vizuri, at least 4GB. Okay. So download IntelliJ IDEA, kisha nitakuonyesha namna ya kudownload na kuinstall IntelliJ IDEA, kwa sababu tumesema tutajifunza programming language. So language ambayo tutajifunza hapa ni Java programming language. So tutaitumia IntelliJ IDEA kama software ambayo tutakuwa tunajifunzia programming. So programming ni jambo jingine na kudevelop application ya Android ni jambo jingine, ni mambo mawili tofauti. Lakini unapokuja kwenye swala zima la kudesign sasa application ambayo kwamba ni real application, una combine concept zote mbili, concept ya kudesign application yenyewe lakini na concept ya programming. So tutaweza kutenganisha masala haya kwamba ujifunze programming kidogo lakini ujifunze na development ya Android. So installation of course hii installation of IntelliJ, hii downloading haipo. Installation of IntelliJ, kisha download unaifanyia installation. Kisha kudownload Python. Hii Python ni just a software tu ambayo wenyewe inatumika kukupa wewe picha nyingi, yani waweza kuwa na application ukaiona application ina icon fulani, ukitaka kuclick next una click icon, ukitaka kuclick register na yenyewe una click icon fulani, so una interact na zile icons. So zile icons of course zipo zinapatikana katika software fulani ambayo unaweza kaitumia, inaitwa Python. So Android applications zinafahamika, of course zipo nyingi, Facebook, Skype, of course zote hizi zinatengenezwa kwa kutumia lugha inaitwa Java programming language, na unaweza kutumia Android Studio kutengeneza. Of course ndio software ambayo inatumika sana kutengeneza applications za Android. Hii Android Studio ndio software ambayo kwamba ni maarufu sana duniani na inatumika sana. So hizi applications zinatumika kuweza kuaccess e-services, yani huduma za kijamii ambazo unaweza kazi access kwa kutumia simu ya mkononi, kulipia umeme, kulipia maji, kulipia karo za shule, unaweza kutumia simu ya mkononi. Hizo zinaitwa ni e-services. So unaweza kutumia simu za mkononi. So unapo design application ya Android inatakiwa ujue una design application ya kwenda kutumika wapi na kufanya kazi gani. Je, kwa ajili ya kutoa huduma, yani e-services, au ni kwa ajili ya just kutoa habari tu? Of course kuna watu wana blogs, kuna watu wana website, wanataka zile habari za kwenye blog na website zao zionekane kwenye Android application pia. So ujue hiyo ni domain ipi. So Java ni high level programming language ambayo tutaitumia kuweza kudesign application mbalimbali za Android. Of course haina ugumu sana, just a simple, kwa sababu kila kitu tutaenda kukianza from the scratch. Then what to design.
unaenda kudesign software ipi sasa, application ipi ya kufanya kazi gani? So lazima ujiulize kabla hujaenda kudesign. So ndio mfano nimetoa, yani e-services au e-administration au e-employee, e-business au e-ticketing. TRC wanayo e-ticketing, na kampuni ya Shabibi wana e-ticketing. So e-business ni systems ambazo zinatumika kuweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha, transactions mbalimbali. Kuna e-employee, yani e-services, kuna water billing information system. Unaweza kudesign kiji software fulani cha Android ambacho kitakuwa kinatoa huduma fulani. Of course hii ni mifano tu, sio kwamba lazima udesign hivi, kwa sababu kuna baadhi ya application za e-services zinahitajia integration na taasisi fulani inayotoa huduma hiyo, ili iweze kupata accessibility kule ya kuweza kuintegrate na software yako. So e-administration, for example, human resource information system. Kuna e-employee, mfano watumishi portal inajulikana. Watumishi portal ile ambayo watumishi wanaweza kaingia kwenye system ile na kuweza kudownload salary slip zao na nini. So ile ni e-employee. Kuna e-business, yani mfano ndio hizo business information system mbalimbali zinazotumika. Kuna e-ticketing. TRC na Shabibi wanadhani wana, TRC ni kampuni ni shirika la reli. Wana e-ticketing sasa hivi, unakata tiketi kwa kutumia smartphone au kwa kutumia mtandao. Of course hiyo inaitwa ni e-ticketing. So hizi zote hizi tunazoziona kwa ujumla, as well as ni e-community au e-governance, ni uongozi wa ambao wenyewe unahusishanisha masuala ya kutumia electronic devices na telecommunication infrastructure, yani e-governance au e-community. So of course tunaenda kudesign software ambazo zitaenda kutumika na watu. So lazima tujue software hiyo inaangukia upande gani. So ni e-business au e-employee au e-administration. E-business unaweza kutengeneza just Android application itakayokusaidia hata wewe mwenyewe. Mfano kama una biashara yako, una supermarket, una duka, just unatengeneza system ya kawaida tu ambayo itakuwa inafanya kazi ya kumonitor shughuli zinazofanyika pale katika ile supermarket yako. Hiyo ni itakuwa ni e-business. So how to begin? Namna kudesign application. Of course wengi wanakimbilia katika social networks kwa sababu ndo zina wateja. Yani mtu anataka atengeneze application ambayo itakuwa inatoa news, habari, application ambazo mtu atakuwa anaweza kudownload. Yani kuna application unaweza kudownload ya kudownload video za YouTube. Unatengeneza application kwa ajili ya kudownloadia video za YouTube. Hiyo ni social application. Wengi wanakimbilia katika applications za vile kwa ajili ya biashara. Wengi wapo kibiashara zaidi. So pamoja na hayo yote, how to begin, vipi utaweza kuanza sasa kudesign applications za Android? Kwanza utakuwa ufahamu audience, targeted audience. Application unayo design ni kina nani wataitumia. So utaipeleka Play Store, lakini jua Play Store kila mtu ana interest yake. So wanafunzi watadownload software za wanafunzi. Of course kila mtu, wale wanaopenda mipira watadownload software zile za kubeti na masuala mengine. So wewe hiyo software ni ipi? Unatengeneza software ipi? Inaangukia katika kategori zipi katika kategori hizi? Na kwa hivyo ukidownload, ukitengeneza software ambayo kwamba itakuwa ni e-employee au e-business au e-ticketing, fahamu basi wateja wako watakuwa ni kina nani. So baada ya kufahamu, unaweza kufanya survey. Kuona survey ni just kuona, ukatembelea hata Play Store kuona, je, watu hizo software wamezitengeneza, je, inafanana na hiyo idea yako? Of course unaweza kawa na idea kutengeneza application, lakini kuna watu washatengeneza application ambao unafikiria wewe kuitengeneza. Sasa tunasema hakuna kipi atakachokidesign, lakini tuna just add functionality zaidi ya vile ambavyo vimeshatengenezwa. Una complement ambavyo vimetengenezwa, yani unaongeza vitu ambavyo walotangulia kutengeneza wao hawajavifanya. Ndio maana kufanya survey. So just unataka kutengeneza application ambayo itakuwa inafanya kazi ya kudownload labda video za YouTube, au application itakayokuwa inatoa news. Angalia kwenye Play Store watu wametengeneza vipi software za namna hiyo, wanaweka vitu gani na nini, uweze kujifunza. Then huko unapofanya survey, collect requirements. Jaribu kuangalia hata comment zile za users yani kwa mfano kama mtu kaweka application Play Store, kuna comment chini yake, watu wanakuwa wamecomment kuhusiana na ile application pale. Zipitie zile comment, uangalie wamecomment vitu gani wale users. Wengine utakuta wana just kuiponda software ile kwamba software ina crash mara muone watu wanakuwa na comment kule. So wewe unaenda kule unafanya survey, unaangalia kumbe users wengi
comment zao, wanataka application inafanya jambo hili. So just una correct requirements, then choose platform. Unakuja kuchagua sasa wewe utengeneze application ambayo ita complement zile changamoto kule, lakini uchague platform. Platform ndo hiyo, unaweza kutumia Android application, unaweza kutumia website. Hizo ni just platform mbalimbali za kuweza kuiwasilisha idea yako. Ukishachagua platform, just put contents, iwekee sasa contents. Ndo hivyo sasa unakuja kufanya Android application design kwa kutumia XML na kwa kutumia Java programming language. Put contents, weka sasa contents ambazo wale users watakuwa wanaziona, wanaziaccess. Na badala ya hapo ni kuipublish Play Store. So kuipublish Play Store, tutakuja kuangalia namna kupublish application Play Store. Ni very simple na process zake ni chache, wala haina ugumu wote. So baada ya kuipublish kule application Play Store, huiachi yani ukawa umemaliza, una just kuireview na kuifanya maintenance. Kuireview just unaangalia tu wangapi wamedownload application yako na wangapi wame uninstall. Yani uzuri Play Store inaonyesha walio-download waka-install, alafu kuna walio-download waka-install baadaye wakaiondoa, waka-uninstall ile software. Kwa utakuwa unapata hizo analytics. So review ndo huko kuangalia wangapi wamedownload, wangapi wame-uninstall. Kuna comment, watu wana comment pale kwenye application yako, na kuna some crash, inakuwa na crash, inaweza ka crash program yako, inakuletea ile taarifa pale Play Store. Hizo ndio tunaitwa ni review. And maintenance ni sometime unaweza idea yako ikaongezeka kwamba ile application unataka uiongezee vitu, lakini ushaipublish, no problem, kwa sababu unayo copy yake, unaiongezea hizo materials, alafu unai-upload kule mara ya pili. So itaiondoa ile iliyokuepo, itaiweka hiyo mpya, alafu user kwenye smartphone yake ataambiwa up to date hii software, atadaiwa up to date. So fungua browser, then andika download Android Studio. Of course ni Android Studio. So utadownload Android Studio kwa sababu tumesema hii ndio software inayotumika kudesign Android application. So hii hapa utaklik hii link ya kwanza hii hapo, then baada ya kubonyeza katika hiyo link ya kwanza utapelekwa katika page ambayo itakuruhusu wewe kuweza kuidownload Android Studio. Hii hapa ina MB 896 hizi hapa. So inapatikana free tu, utadownload. Current version ni hii. Sasa sijajua kipindi ona download itakuwa ni current version ipi, lakini version hizi wala hazina shida sana. Wewe utakaoikuta hiyo utaklik download. Then ukisha download Android Studio, njoo tena hapa andika hivi download Intel then IDEA, Intel J IDEA. So hii tumesema ni software ambayo inatumika kwa ajili ya kujifunza programming, hasa Java, na of course kujifunza pia. Hii Intel J IDEA unaweza ukatengeneza application ya Android kupitia software hii. So kija hapa utakuja upande huu wa community, utakliki, utadownload window.exe executable. Achana na hii zip, download hii. Of course ukisha download na yenyewe MB 500, of course kama sikosei ina MB 500. Then utakuja hapa utaandika download zani pichon hivi. Tumesema hii ni software ambayo inatumika kuweza kukupa wewe icons utakazotumia katika application ambayo tutaenda kuzidesign. So utakuja kukliki link ya kwanza hii, then utapeleka katika page ambayo itakuruhusu wewe kudownload. Of course nadhani ni hapa. So utadownload. So installation ya software ni ya kawaida. Of course sidhani kama itakushinda wewe kuinstall software. Utainstall kama unavyoinstall software nyingine. So software zote tatu hizo utazifanyia installation. Kidogo Android Studio pengine ngoja ni run Android Studio hii hapa. So hii Android Studio unapo-download yenyewe inakuja complete na zile visual machine zake.
So hii imekuwa complete, ni wewe ni kudownload na kuinstall, inakuwa ni ipo complete. So ukiifungua itafunguka kwa style kama, umeona imefunguka kwa style kama hii hapa. So upande huu wa kushoto hizi ni project mbalimbali ambazo kwamba mimi nimezitengeneza, lakini sasa wewe kwa sababu tu install huku kushoto utaona empty, hamna kitu. Kwa ukija hapa uta create new project hapa kwenye new project. So nikiklik hapa create new project, umeona inawezekana kwenye sehemu hii usifike, kwa sababu unapokuwa umeinstall kwa mara ya kwanza kuna baadhi ya plugins zinakuwa hazipo. Kwa hiyo unatakuwa umeconnect kwenye mtandao kwenye upate internet access kama hivi. Of course utazidownload zile plugins zile update mbalimbali, alafu kwenye kuifungua Android Studio utaje kubonyeza sehemu imeandikwa create new project. So utaishia hapa, utaishia hapa. Hizi ni template zinaitwa hizi ni template. Kuna application za Android zinakuwa na slide, una slide kama WhatsApp. Unaweza ukitaka kwenda katika status una slide, ukitaka kuangalia wale kupigia una slide. Just zile ni activity mbalimbali ambazo so zile tunaziita ni layout, naweza kusema ni just unaweza kusema kama layout. Sasa kuna hii ambayo inaitwa ni button navigation hii hapa, yani kuna link zile home inakuwa kwa chini hapa, vinakuwa kwa chini afu unakuwa kama una slide hivi hii hapa. So kuna hii ambayo kwamba ni navigation drawer hii hapa, ambapo kwamba una click kama kia icon fulani afu kuna tab inamwagika kutoka kushoto kwenda kulia. Hii inaitwa nadhani Telegram wanacho kitu kama hichi wanacho, inaitwa ni navigation drawer activity. So tutajifunza yote haya, usipate tabu. Cha msingi kushafanya installation basi wewe ishia tu sema kama hiyo. Then kuna hii ambayo nimekwambia inaitwa IntelliJ. IntelliJ ukisha download, ukisha install, of course sometimes usikute icon yake hapa katika desktop. Ndio maana nikaja hapa nikaandika Android Studio. Usipoiona icon utakuja kuiandikia hapo kwenye desktop start button. So IntelliJ IDEA hii hapa. So nitaifungua IntelliJ IDEA. So hii IntelliJ IDEA na yenyewe ni software ambayo tumesema inatumika kutengenezea applications za Java, lakini sisi tutaitumia applications za Android. Sisi tutaitumia kwa ajili ya kujifunzia programming tu. Na ndio maana ukifungua Android Studio ukifungua na hii IntelliJ IDEA, hizi zinafanana hivi, kwa sababu unakuja kukuta mbona hii Android Studio imeandikwa powered by the IntelliJ platform. Hii Android Studio IntelliJ yenyewe ndio hii. Kwa hawa Android Studio wameintegrate features za IntelliJ IDEA humu. Kwa humu kwenye hii IntelliJ unaweza kutengeneza applications za Android no problem, na hapa unaweza kutengeneza application vile vile. Isipokuwa hii Android Studio ndio inayotumika kutengenezea applications za Android, ndio inayotumika sana kuliko hii IntelliJ. Hii ni kwa ajili ya kujifunzia Java. Of course na hii IntelliJ IDEA ina matumizi mawili pia unaweza kufanya. Unaweza kutengeneza applications za Android, unaweza kutengeneza applications za desktop vile vile. So ndio maana ukutaka kama interface muone, interface zake zinafanana nini? Zinafanana kati ya hii huku na hii huku. Mfahamu right? So hii IntelliJ IDEA sometime unapokuwa umedownload, ukija kukliki new project, umeona ukibonyeza hii new project itakudai hapa hii Android Studio. Ukibonyeza new project ukiwa umesha download zile plugins itakuleta hapa kwenye kuchagua sasa hiyo Android application. Hii ndio step ya kwanza unayodefine application yako ya Android. Lakini hii IntelliJ IDEA ukikliki new project yenyewe unaja kukuta inakuleta katika daraja namna hii. So uchague unataka utengeneze nini, kwa sababu hii Android Studio yenyewe imekuwa specified kwa ajili ya applications za Android tu. IntelliJ yenyewe unaweza kutengeneza za Android au unaweza kutengeneza za desktop, na ndio maana imekuleta hapa uchague. Ukikliki kwenye Android, yani kwa maana nikikliki kwenye sehemu hii imeandikwa Android, hapo nitatengeneza applications za Android. Hapa of course ni hapa nitatengeneza applications za Android. Umeona nimeletwa kwenye interface ile ambayo kama ni kama hii. Of course ni kama interface hii ya Android Studio. Hii ni Android Studio hii hapa, lakini hii ni IntelliJ. So unje kukuta kwamba unaona zimefanana zile
tabu zake zimefanana. Umeona, zimefanana of course. Lakini nikija kuchagua Java, nitatengeneza application ya desktop. Hii mara nyingi inaitwa ni standard edition, na hii Android inaitwa ni micro edition, kwa sababu Java ina edition 3. Java programming language ina edition 3, kuna standard edition, kuna micro edition, then nafikiri kuna enterprise, sijui, of course kitu kama hicho, editions kwa ajili ya kutengenezea server side. So hakikisha IntelliJ unapoifungua hapa SDK yako inasomeka hapa. SDK yako inasomeka. Kama isomeki, bonyeza hii drop down manyo, kisha njoo hapa download Java Development Kit, una download. Kama huioni hapa, maana yangu inasoma ni 15 Java version hii hapa. Sasa wewe kama isome, maana yake ndio download. Utakuja hapo uta download. Ukisha download yenyewe itaconfigure yenyewe automatic na kuiassign kule katika directory yake. So hivyo ndo namna ambavyo maisha yanaenda. So kuna software moja ambayo na yenyewe nilikwambia uidownload, inaitwa Python. So Python yenyewe utaidownload na utainstall. Yenyewe haihitaji chochote. Ukisha install basi ni kama software nyingine. So hii ni software ambayo yenyewe inakupa wewe icons utakazozitumia katika application yako. Kwa sababu hamna application ambayo utaitumia full stack icons, haiwezekani. So mfano moja ni kuze hapa uweze kuziona hizi icons. So icons zake ni kama hizi unazoziona hapa. Umeona? Zipo nyingi. Kwa mfano unataka uweke kiji icon au kiji button cha mtu akibonyeza wewe na download kitu, unaweza kutumia hii hapa icon ya download ipo wapi ile. Yani of course zipo hapa zinaonekana. Ukitaka kuweka icon ya pengine ya search, yani mtu akitaka kusearch kitu, unaweza kuweka icon hapa na yenyewe imeandikwa of course search. Ukitaka kuweka icon ya close, unaweza kuweka icon hapa. Then kuna icon za kamera of course kama vile nadhani ni Instagram. Ukitaka kuupload picha, kuna kia icon cha kamera. Kwa hiyo na wewe kama una just activities za namna hiyo, unaweka kamera. Kama unataka utengeneze page kwa ajili ya login, ile sehemu ya password unaweza kuweka icon ya kufuri. Of course ni hii hapa. Then kama unataka uweke icon ya contacts, yani hapa unataka uweke kitu kama phone hii hapa. Kama unataka uweke icon ya social network, labda Skype hii hapa icon yake. Of course kuna ma-icon mengi humo. Yote ni ma-icon ya yote. So ukitaka kucategorize labda icon yangu nataka iwe inahusiana na mambo ya operating system, labda Windows, icon za Windows hizi hapa. Icon ya Windows. Labda ukitaka kuweka icon inahusiana na masuala ya shopping hii hapa. Unachagua icon ya masuala ya maps hii hapo. Utachagua icon ya masuala ya office. Then utachagua office hii hapo. Icon za office hizo hapo. Lakini hii ni icons zote. Icons hizo hapo. Collections utachagua application, utachagua icons zako. Kuna icon kwa ajili ya error, kuonyesha error. Kuna icon kwa ajili ya power off hii hapa. Kuna icon kwa ajili ya setting hii hapa. Au kama unataka vipi unaweza ukaitafuta tu hapa download. Kuna icon yote inayoitwa download, of course hizi hapa za downloads zote zinapatikana. So maana yake tutachokifanya hapa, una right click kama umeipenda hapa pengine hii hapa. Hii uta right click, then utakuja kwenye save as, then utai-save katika nini? Katika desktop. Wewe utai-save. Alafu sasa ukisha save utaenda kuitumia kule kwenye kwenye application yako ya Android. So katika lecture inayofuata tutakuja kujifunza sasa Android Studio environment.